Katika maadhimisho ya Jubilii ya miaka 75 ya huduma ya kipadri ya Padre Louis Shayo, mamia ya waumini wamekusanyika katika parokia kuu ya Kristo Mfalme jimbo la Moshi mjini mkoani Kilimanjaro kusherekea maisha ya utumishi wake. Ni tukio la kipekee lililowakutanisha wakazi wa Moshi na maeneo jirani, wote kwa pamoja wakija kumpongeza Padre Shayo kwa utumishi wa maisha yake uliotukuka, huku akiwa na umri wa miaka 106. Askofu mkuu wa jimbo kuu la Katoliki Arusha Isaac Amani alieleza namna alivyojifunza uvumilivu, moyo wa huduma na uaminifu katika kanisa kupitia maisha ya Padre Shayo. Kutunza kidumu na usasa. Mambo ya sasa yako mengi tu, yanapita haraka sana. Yanaweka mbele yetu mambo mbalimbali ambayo mengine ni hatarishi sana kwa matendo yetu, kwa miito yetu, kwa maendeleo yetu. Lakini Baba Louis amechagua, kama vile pale mezani anachagua mambo ya kula, vivyo hivyo anachagua kwenye utandawazi mambo yenye kufaa ya kumsaidia kwenda mbele kama padri, kama mchungaji. Licha ya miaka inayotembea, lakini anajua achukue nini. Hivyo na sisi pia tujifunze kwake, tuchukue yale ambayo yanaendana na wokovu wetu, yanaendana na maisha yetu na matamanio makubwa tulionayo katika nafsi zetu. Sababu wako vijana wengine wanakwenda chuo kikuu juu kabisa, lakini utandawazi unawabomoa. Ile injili inakuwa imechoka kuliko bodi. Wanapofika wakati wa kuamua na kupanga maisha wanashindwa, kwa sababu injili imekuwaje? Imenoga. Nije kunoko injili, unaendesha tu, oili inaisha uongezi, maji yanaisha unachochea tu. Sasa kule kwenye nchi kunaharibika kweli kweli, kunapaka moto. Gari limeungua moto likaharibika kabisa kwa kuwa kutunza ile nchi. Ndugu zangu, akili zetu Mungu ametupa, tujaze maarifa yatokanayo na maongozi ya Mungu Roho Mtakatifu na maandiko matakatifu, hasa swala la malezi. Ni watoto hapo, mmevaa vizuri, kunapendeza. Sasa angalieni, mnaangalia mambo gani? Vile vibanda gani vile vinaitwaje? Vibanda gani? Vibanda umiza. Mnavifahamu? Mnavifahamu? Hapana. Mkachunguze. Ila msiingie ndani. Ni rasmi vibanda umiza. Yaani ukiingia ndani unaumizwa. Ukitoka nje umeshafanya nini? Umeshaumizwa hivyo. Unalipa shilingi ngapi siku hizi? Ilikuwa 200 kana 500, siku hizi shilingi ngapi? 500. Hayo mambo hayo ndivyo tunaharibu injili zetu. Tunakuwa na bodi inaonekana ni nzuri, ni kijana, ni mtoto, kumbe kwenye injili umekwisha. Na lengo la vibanda hivyo ni hilo, kuharibu watu. Mapicha ambayo ukishayaona yanabaki kwenye akili yako na roho mwako, unatamani mambo ya hoto kabisa, unatokea jasho hayo. Baba Louis amejitunza licha ya kwamba alikuwa mwepesi kuchukua utandawazi, lakini hakuharibiwa nayo. Amechagua mambo ya kufaa, akatunza tunu za wito wake na utume wake. Basi tumpongeze kwa kuwa namna hiyo. Ninatumia fursa hii kumpongeza Padre Louis kwa kuadhimisha miaka 75 ya upadre na miaka 106 ya maisha. Nimefikiri sana nielezeje au niwelezeje Padre Louis
na kichwani mwangu likawa linarudia neno moja tu. Inaweza kuwa neno la kigeni, lakini muende mkalitafakari. Ninamuona Padre Louis kama icon. Ninamuona Padre Louis kama icon. Ni icon ya Mungu kwenu, familia ya Mungu katika jimbo la Moshi. Endeleeni kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zote anazowajalia, hususan katika watu kama Padre Louis. Kwa umri wa miaka 106, Padre Shayo bado anaendelea kufurahia maisha, akitembea kwa utulivu huku ameshikiliwa kwa heshima na upendo, huku akihudumu katika maeneo mbalimbali, huku ikitajwa kuwa amehudumia maeneo mbalimbali kwa miaka 75. Kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Happiness Mguna, Global TV.